نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه إنه لقد فاز المتقون. إخوة الإيمان، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kadhalika na yusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, unwani au ujumbe wa khutba yetu ya leo katika Ijumaa ya leo kwa sehemu kubwa itakuwa ni ujumbe kwa vijana kadhalika na sisi wengine, ashababu ala wajhi alkhusus walmuslimin ala wajhi alumum, vijana kwa namna ya upekee lakini kadhalika kwa Waislamu kwa ujumla. Ujumbe wetu wa leo insha Allah utakuwa unahusu athari mbaya zinazowasibu vijana kuhusiana na mitandao ya kijamii, na athari hii ikawa imeiathiri jamii kwa ujumla. Ndugu zangu Waislamu, an-nadhiru fi hali kathiri min shababina al-yawm, ukitazama kwa jicho la upembuzi ukawatazama vijana wa zama zetu hizi, wengi miongoni mwao wameathirika kwa kiwango kikubwa sana na ulimwengu huu wa mitandao. Wameathirika kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba mitandao imewatoa katika maisha yao ya uhalisia wakapelekwa katika maisha mengine kabisa, maisha ambayo yamejaa shari. Naam, katika mitandao ya kijamii ziko kheri lakini ziko shari nyingi, na wengi katika vijana wameathirika janibu ya shari, upande wa shari. Hali hii ikawatoa katika maisha ya uhalisia ikawapeleka katika maisha mengine ambayo ni maisha wahamia, walaisatil hayatul haqiqiyya, sio yale maisha ya uhakika. Ndugu zangu, tukirejea katika nususi za kitabu na sunna, tukiisoma Qur'an,
tukazisoma sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunakuta zimetaja maathiru shabab aljalila, athari zilizokuwa njema za vijana ambao waliishi uhalisia. Na leo insha Allah tutafanya mukarana, tutafanya kukompea maisha ya hawa vijana ambao Qur'ani imerekodi maisha yao, alafu tuje tuyatazame maisha ya vijana wetu wa sasa. Famin dhalik, miongoni mwa mifano na alama tunazoziona zimetajwa katika nususi za wahi mbili, Qur'ani na Sunna, Ibrahimul Khalil alayhi salatu wassalam. Nabiyullah Ibrahim amezaliwa au ameishi katika mazingira ambayo yalikuwa ni mazingira ya ushirikina, ibadatul asnam. Ibada ya masanamu imetawala, imechukua kasi. Kijana huyu alipoitazama jamii na hali ya maisha yaliyopo katika jamii sio yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, alisimama kutekeleza jukumu lake. Mpaka Qur'ani na rekodi anatajwa Ibrahim, Allah tabaraka wa taala anaeleza baada ya kuwa Ibrahimu amechukua hatua, na aliwaambia watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Qur'ani na rekodi baada ya kuwa amechukua hatua, wao walianza kuzungumza ubadul asnam, wanasema sami'na fatan ay shaban, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wasema tumemsikia kijana aitwaye Ibrahim akiwataja waungu wetu kwa ubaya, itakuwa yeye ndio kafanya mambo haya yaliyofanyika. Haithu kassara asnamahum wa allaqa alfasa ala kabirihim, alitaka watumie akili, aliyavunja masanamu yao, kisha akatundika shoka katika lile sanamu lilokuwa kubwa. Walipoanza kuulizana, anawaambia bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Anataka watumie akili, waulizeni nani kafanya tukio hili la kuwavunja masanamu wenzie, muulizeni huyo mkubwa, ndiye kafanya. Ukamwambia Ibrahim, tutawezaje kuongea na vitu hivi, ni masanamu hayazungumzi? Akaambia ala, vipi mnaabudu ambavyo haviwezi kujihami na vitaweza kukuhamini nyinyi? Mahallu shahid, sami'na fatan, tumemsikia kijana. Huu ni mfano mmoja kwako wewe kijana, kama ni kijana wa Kiislamu, ma dauruka fil haya, umetambua nafasi yako katika maisha haya kama kijana wa Kiislamu. Lakini Qur'ani imeturekodia mfano mwingine wa kijana, mithalun yuhtadha fil iffati wat tuhur, Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam. Allah anatusimulia katika Qur'an habari ya huyu kijana pia ambaye alitakiwa awe ndio mfano wa kuigwa na vijana, Yusuf alayhi salatu wassalam. Alipoweza kuishi katika nyumba ya kifalme, mazingira mutahayya ya maasiya, huyu mama anakusudia kumfanyia mambo machafu Nabiullah Yusuf. Ameandaa mazingira, kisha anamwambia haitu lak ay hayatu nafsi lak. Angalia maneno ya Nabiullah Yusuf, Allah amerekodi, alisema maadha Allah, najilinda, natafuta ulinzi, naomba ulinzi kwa Allah nikinge na machafu. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Huu ndio mfano wa kijana wa kuigwa pale ambapo uko katika nguvu zako, Allah amekupa nafasi, Allah amekupa uwezo, machafu yanapokuwa mbele yako, uwe na msimamo huu wa Nabiullah Yusuf, maadha Allah, najilinda kwa Allah. Lakini mfano mwingine, kwa sababu makamu ya khutba
hairuhusu kuingia kutambaa katika visa vya watu hawa. Mimi nakutajieni kama vichwa vya habari vya vijana ambao Qur'ani imerekodi habari zao. Mfano mwingine ambao tunaupata katika Qur'an upo katika sura ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza habari za hawa vijana wa kupigiwa mfano. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifanya ni sunna kwa Muislam kusoma sura hii. Ndani yake kuna visa vingi vya mazingatio. Katika suratul Kahf Allah anatueleza vijana ambao walipomwamini Allah wakaitazama jamii, machafu yameenea, shirki zimeenea, wakasimama katika msimamo, wakatangaza msimamo wao. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Hawa ni vijana ambao Allah anasema fitya, walikuwa ni vijana shabab, amanu birabbihim, walimuamini Mola wao mlezi, wazidnahum huda, imani yao ilipokuwa ni ya kweli Allah jalla wa ala akawazidishia uongofu, akawazidishia msimamo. Allah anataka uthubutu kutoka kwako. Allah anataka ukweli katika imani yako. Allah kiuona ukweli anakupa msaada, anakusapoti. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innahum fityatun amanu birabbihim. Hao ni vijana waliomwamini Mola wao, wazidnahum huda, tukawazidishia uongofu. Walisimama katika jamii ambayo maovu yameenea, katika jamii ambayo shirki imetawala, wakasimama wakatangaza waziwazi, Rabbuna rabbus samawati wal ard, sisi Mola wetu ni yule ambaye ni Mola aliyeumba mbingu na ardhi. Lan nad'u min dunihi ilahan, hatuna muabudiwa mwingine ila huyo ambaye ni rabbus samawati wal ard. Hawa ni vijana. Lakini mfano mwingine, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi muttafaqun alayhi anatutajia katika umma huu makundi ya namna 7 ambayo yatapata fursa ayakunu tahta dhilli arshi arrahman yawma la dhilla illa dhilluh, wa dhakara minhum wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Mtume anatuambia kuna makundi 7 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atawapa fursa ya kuwa chini ya kivuli, siku ambayo hapana kivuli ila kivuli chake Allah jalla wa ala. Katika hao akataja washabun nasha'a fi ta'atillah au fi ibadatillah, kijana aliyechipukia katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kijana aliyepoteza umri wake katika mitandao, la, nasha'a fi ibadatillah. Ndugu zangu Waislamu, baada ya mifano hii turudi katika hali ya vijana wetu wa sasa. Ama shababuna al-yawm, ama vijana wetu wa sasa, malakatil hawatifu dhakia uqulahum, ni vijana ambao mitandao ya kijamii, smartphone, ndio zimetawala na kuteka akili zao. Wadhayat awqatahum, simu ndio zimekuwa zinachukua muda wao mwingi. Nilimsikia mtu mmoja akizungumza, anasema tathmini inaonyesha watu wote duniani hawezi mtu kukaa dakika 3 hajashika simu yake mkononi. Hatusemi kushika simu ni vibaya, hatusemi kuwa na simu janja ni vibaya, lakini unatazama nini? Unanufaika na nini? Hawa walioandaa mitandao hii ya kijamii, waliotengeneza simu hizi, wao wana malengo mapana.
Lakini kuna vijana waweza kumkuta ni kijana hata kazi hana, ana simu ya milioni. Billahi alayka, hii simu ina maana gani kwake? Anatalii tu kwenye mitandao, kutoka TikTok, anaenda Instagram, anaenda si wapi, anaenda wapi. Siku yake imeisha. Maisha yake nitoe buku hapa, nisaidie buku 2, ndio maisha anayoishi. Mitandao ya kijamii imeteka akili za vijana wetu, wa qarrabat lahum kulla ba'idin bima fiha min shururiha, ikawakaribishia na kuwawekea karibu kila kilicho mbali na shari zake zote. Unamkuta kijana amekaa sehemu, ametulia, anacheka kama mwenda wazimu. Anacheka tu. Anaweza mtu kukaa masaa kadhaa, akitoka pale unamkuta macho yamekuwa mekundu, yamemuiva. Uzangu wa Islamu, hii mitandao ya kijamii ni neema lakini ni nakama. Ni neema lakini ni adhabu. Ni neema lakini ni mabalaa. Ndani yake mna khutuwatu shaitan alladhi hadharana Allah min ittiba'ih. Haythu qala rabbuna tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan, enyi ambao mmemwamini Allah msifuate hatua na nyayo za shaitan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Atakayechagua kufuata nyayo za shaitan, hatua za shaitan, atambue kwamba kazi ya shaitani ni kuamrisha maovu na machafu. Waqala tabaraka wa taala: ya bani adam la yaftinannakum shaitan. Allah ametutahadharisha, enyi wana wa Adam, kuweni makini asije akakufitinisheni shaitan kama alivyomfitini baba yetu Adam, ikawa ni sababu ya kutoka katika janna. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ndugu zangu wa Islam, hakika jueni na mtambue anna tarbiyatal auladi amana. Tambueni ya kwamba hakika swala la malezi ya vijana wetu ni amana. Allah tabaraka wa taala ametuhusia: yusikumullahu fi auladikum. Allah anakuhusieni kuhusu watoto wenu. Wasaya wa Allah kuhusu watoto wetu. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia: ala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Tanabahi, zinduka, kila mmoja wenu ni mchunga na ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu uchungaji wake. Wa minal amana, na miongoni mwa amana katika upande wa vijana wetu, himayatuhum min shururi hadhihi alfitan, ni kuwahami vijana wetu kutokana na shari nyingi zilizoko kwenye mitandao ya kijamii. Tunawahami vipi? Bita'dhimi Allahi tabaraka wa ta'ala fi nufusihim. Tuwafundishe kumwadhimisha Allah, tuwafundishe kumwogopa Allah, wajue kwamba Allah jalla wa ala ya'lamu sirrahum wa najwahum. Allah anajua ya siri na yale ya minongono. Allah anayajua ya dhahiri na yaliyoko wazi. Allah anajua, ili mtu anapokaa faragha na simu yake ajue kwamba Allah anamuona. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'hum aina makan. Aya kama hizi tuwasomee vijana wetu, tuwalee malezi ya kumhofu Allah jalla waala. Wawe na kitu kinaitwa ar-raqaba dhatiyya. Anajisimamia mwenyewe mtu, ana hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni amana. Wa min himayatihim, na katika kuwahami na kuwalinda vijana wetu kutokana na shari ya hii mitandao, iqadhu himmatihim au himamihim, ni kuamsha ari zao, wajue kwamba mustakbali mzuri ni kwa yule aliyeutumia muda wake vizuri.
mbele mustakbali ni mzuri, lakini sio kwa mtu aliyebweteka, anaishinda vijiweni, anaishinda kwenye mitandao, anahama kutoka mtandao huu anaenda mtandao huu. La, vijana wa Kiislamu wanatakiwa wawe na himma alia, wawe na matumaini makubwa mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha, inna Allaha yuhibbu maali al-umur, Allah anapenda mambo matukufu, wa yakrahu safasifaha, anachukia mambo ya kipuuzi. Haitakiwi kijana wa Kiislamu kuwa ni mpuuzi. Hayupo katika ibada, hayupo katika kazi, hata maisha yake ya kawaida hana mpango, yupo tu. La, fattaqullaha fi auladikum ya ibadallah, mcheni Allah, muogopeni Allah fi auladikum, kuhusu watoto wenu. Wantabihu lima yuradu bihim, na kuweni makini na mambo yanayopangwa dhidi ya vijana wenu. Lazima mjue ni amana. Inna Allah tabaraka wa taala sailu kulla ra'in amma star'ahu ahafidha dhalika am dayya. Allah atakuuliza, ulisimamia majukumu vilivyo? Ulisimamia amana hii vilivyo au ulitelekeza? Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa shari za mitandao ya kijamii ni mambo maovu yanayoendelea duniani, bali yamefika hata kwenye mazingira yetu. Mtu fulani anaweza akakaa kwenye mitandao ya kijamii akaamsha taharuki, lakini kwa kuwa kuna vijana wengi wasiokuwa na kazi, wengi wanaoshinda kwenye mitandao ya kijamii, wakawa ndio wahanga. Lakini wallahi, mtu aliyesoma dini yake, mtu anayejua misingi ya dini, aliyelelewa na mzazi anayejitambua, akapewa miongozo, anayapima mambo, hawi bendera. La yakunu almuslimu imma'a yaqulu ana ma'a an-nas in ahsana an-nas wa ahsantu wa in asa'u asa'tu. Kalla, muislamu hawi hivyo, hawi bendera mimi niko na watu, abadan. Watinu anfusakum, zimakinisheni nafsi zenu. In ahsana an-nas wa an tuhsinu, watu wakifanya vizuri mnafanya vizuri pamoja nao. Wa in asa'u an tatajannabu isa'atahum, wanapokwenda katika mambo ambayo sio sawa, kaa mbali. Haya ndiyo maelekezo ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, tusighafilike na vijana wetu, tusighafilike na watoto wetu, ikaja ikatupelekea tukaja kulia vilio ambavyo havitosaidia chochote. Kila mmoja akisimamia jukumu lake, akaelewa majukumu yake, akaelewa kwamba ni dhima iko mikononi mwake na Allah atamuuliza, wallahi jamii itakuwa ni nzuri. Jamii itakuwa ni nzuri, tutakuwa na vijana hawa tuliowapigia mfano, vijana wenye kuogopa, vijana wenye hofu na Allah, vijana wanaojisimamia, vijana ambao wanakuwa ni wenye kudumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujumbe huu kama nilivyosema mwanzo ni kwa vijana wa Kiislamu wajitambue. Lakini kadhalika ujumbe huu ni kwa wazazi wapate kufahamu ni dhima kubwa kiasi gani iko juu ya vichwa vyao, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutuuliza. Hadha wa sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابة رسولك أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين.
اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأقر أعيننا بصلاحهم في الدنيا والآخرة. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتها للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظها من كل سوء ومكروه. اللهم من أرادها بسوء فاشغل في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وجميع أوطان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.